Na nilikuwa nawaambia ndugu zangu nilipokaa nao, wewe ukiwa na njaa, ili ile njaa iondoke, nani anakula chakula? Tujibu wewe mwenyewe. When you are sick, ili ule ugonjwa uondoke, nani anakunywa dawa? Sasa ukiwa frustrated na maisha, nani anatakiwa change? Sasa pale ndo tunakosea. Tunasema kwa sababu ya frustration zangu hizi, natakiwa serikali ibadilike na huyu abadilike na huyu abadilike. No, the principle is the same. Something is wrong with you. Kwa ambaye anatakiwa kuchange sio serikali na wala yani upande ambao wewe una 100% ya uwezo wa kubadilisha ni wako. Sasa ni muhimu sana watu kufahamu namna dunia inavyo operate kule mtaani. Kwa mfano, utakuta wasomi wengi tunaenda mtaani katika mfumo wote wa elimu tangu ulipoanza chekechea mpaka unamaliza chuo kikuu. Hujawahi kufundishwa masuala ya fedha. And yet, ukienda kule ndio talk of the day. You need money. Haijalishi wewe ni daktari maarufu kiasi gani kwenye hospitali yako au ni muuguzi maarufu unapendwa na wagonjwa kiasi gani, huwezi kupeleka ule maarufu buchani. Buchani wanataka hela. Ukienda shopping ni hela. Sasa ni vizuri haya mambo kuangalia ili kusudi ufanikiwe katika kila eneo. Sasa ndio nimesema watu wengi wanaenda kule wanakuwa frustrated, lakini ni kwa sababu wanataka wakienda kule waendelee kuishi na kanuni za huku shule na chuo alafu zifanye kazi kule. Kwa mfano, tulisema siku ile wakati mnaanza kwamba kwenye physiology mlikuwa mnaambiwa if you are not sure don't answer, si ndio? Na ukijibu sijajua kama wameondoa siku hizi penalty, mlikuwa mnapewa penalty. Kwa principle au kitu ambacho wali-install ndani ya kichwa chako ni kwamba don't take risk. Ndio software iliyoingizwa huko kwa. Sasa ukienda na hiyo software kule mtaani, you must be poor. Kwa sababu ukienda kule unataka kuplay safe. Yote ambayo hauna uhakika nao unataka kuyaskip. Alafu unakuta umeskip yote. Na ndio maana anasema playing safe is another new form of risk. And taking risk is another new form of safety. Sasa kule principle inasema the more risks you take, the more chances you stand to succeed. Huku opposite. Haya, kule mlikuwa mnaambiwa ukikutwa unaangalizia au mnajadiliana, hiyo inatosha kufukuzisha chuo. Brother and my sister, mtaani maisha ni ya kuangalizia. Sasa ukija huku, na ndio maana weka fuatilie wasomi, watu ambao darasani walikuwa wanaonekana wako very intelligent, majority hawafanyi vizuri mtaani. Kama ingekuwa wanafanya vizuri, ingekuwa wale wenye utajiri tunaanza na maprofesa kwanza wote waishe, waje wale wenye PhD, sijui masters, alafu ndio tuwakute sasa hawa wa chini. Lakini life haiko hivyo. Na ndio maana ngine tutasikia wasema life is very unfair. Sio unfair. Kwanza kumbuka, shule huwa haipimi intelligence. Shule huwa inapima memory. Kwa sababu kunakuwa kuna tu story umesimuliwa na umeandika notes, si ndio? Alafu baada ya muda wanasema hebu wanaanza kukuuliza kulingana na vile walivyo kusimulia. Kwa yule anayekumbuka tu story twingi anapata marks nyingi. Alafu sisi tunasema huyu ana akili. Ana memory kubwa, yaani memory yake iko nzuri. Na kwa nini watu wengi wale watu wanaopata marks kubwa huwa tunasema wana akili? No, it's not true. Wana memory nzuri afu wana uwezo mkubwa wa kuconcentrate. Kwamba wakati mwalimu anasimulia utoto story na kuandika ubaoni, huyu alikuwa hawazi kitu kingine. Sasa kamcheki si student.
the fact kwamba yule huwa anapataga C sio kwamba ana akili kidogo. Unakuta mpo darasani, mara gari la matangazo sio. Huyu si student anaanza kwa kusikiliza gari la matangazo. Hapo anajiuliza, "Huyu jamaa atakuwa anapiga hela." Na muda huo mwalimu kule anaendelea na shule. Akigeuka hivi anakuta darasani wanacheka, hata hajui amecheka, amesemaje. Wakimaliza lecture anagundua vitu kibao hajasikia. Anamfuata A student. Ese mwalimu hapa amesemaje? Ambaye sasa yule hata gari la matangazo alijifanya anaganzi kabisa, hakugeuka. A student anamuelezea hapa ni hivi, unashuka hivi, formula iko hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa na anaweza kukuta kwa sababu tena ameelekezwa na huyu, anaenda anafanya kama ni hesabu, anakosa tena. Anafanya tena nini? Masahihisho. Sasa kwa wakati ule ni rahisi kuona huyu hafanyi vizuri. Lakini kuna skills anaziacquire ambazo matunda yake atayaona wapi? Mbele. Kwa mfano, kitendo cha yeye kuangalia ile gari la matangazo kuna mfanya ajifamiliarize na other aspects za nini? Za maisha. That's one. Ambao huyu student yuko focused. Mbili, kitendo cha yeye kuwa na ujasiri wa kwenda kuuliza kuna mfanya awe na uwezo wa kutengeneza network, anakuwa social. Kwa sababu huwezi kuwa unauliza kama una aibu. Inabidi aibu uziweke pembeni na ukubali kwamba hapa sijaelewa. Lakini kitendo cha kukosa na kurudia kinamwandaa kwenye real life experience. Kwa sababu kwenye real life experience haina tofauti na kujifunza kuendesha baiskeli. Wote mnaojua kuendesha baiskeli, wangapi hapa ulichukua tu baiskeli ukaanza kuendesha na kuondoka? Hakuna kitu kama hicho. Ulianguka several times, ulichubuka, lakini leo unaweza hata ukaendesha huku umefanya mikono namna hii. Sasa, huyu student shida ni kwamba anakuwa hana exposure. Akija kwenye real life anaendelea kukaa, nafikiri bado huko kwenye zile lecture, kwa hiyo anasubiria watu waje kumuuliza huku mtaani. Hata kama ataambiwa project fulani inalipa nje ya profession yake, atachukua karatasi, atajaribu kufanya mahesabu yake mpaka atazalisha hivyo vitu anavyotaka kuzalisha kwenye karatasi, ataviuza, atapata na hasara, afu ataona upumbavu. Atachukua nani ya remote control, atachange tu channel ya nani ya TV, kama ana soda, juice, maji au bia atakunywa, ataendelea kukaa pale. Na ndio maana it's very difficult kwa wale ambao walikuwa wanapata yeye. Sio kwamba haiwezekani, sijasema it's impossible, nimesema difficult. Sasa ni vizuri, niliwaambia wanangu, I want you to be A students, but I want you to possess C features or C characteristics or characteristics of a C student, ambayo ina address hivyo vitu ambavyo nimefanya ni. Kwa hiyo it's important people kuelewa kwamba kwenye real life kuna vitu vingi you need. Siku ile wakati naongea kwa nyinyi mliokuepo, nilisema education na skills mchango wake kwenye mafanikio yako ya maisha kwa ujumla ni asilimia ngapi? 15. 85 inatoka kwenye network, relationships, connections. Kwa hiyo it depends which personality you do have. Kama una personality ambayo watu wakikuona wanakukwepa, my goodness, miongoni mwa wale wanaokukwepa wamebeba taarifa za fursa ambazo wewe zingekutoa. Lakini kwa sababu ya personality yako, they avoid you. Right now we have a big fish farm. Lakini ukiniuliza, the connection I got was through a taxi driver parliament, ambaye ningekuwa sasa napandisha vimabega vyangu mimi mkurugenzi wako, kwani unalisha mtaa? Si ni wewe na familia yako. Kwa hiyo we have to be humble. Wewe ukiwa sijui ni daktari, si muuguzi, una hela nyingi, hizo kwako.
Kwa hiyo let's be humble and ready to connect with different people and be ready to learn from them. So, it's very important. Very, very important. Sasa, it is important to know kwamba that what we are thinking and we believe is what is going to happen. Mafanikio yako hayawezi kwenda zaidi ya vile unavyojiona. Kwa mfano, wale wasema, huu mwaka wangu. Au kama nilivyosema, sisi wengine bwana ni fungu la kukosa tu. Yeye mwenyewe tayari anatabiri, anaprophesy nini kitatokea kwenye maisha. Alafu vikitokea, yeye mwenyewe anashangaa. Kumbuka brain yako ndio mahali ambapo kuna screen inarusha picha na movie nyingi kuliko TV yoyote duniani. Ndio maana sasa nikisema habari za nyumbani kwenu, tayari kule nyumbani kwenu unaona kwenye screen. Nikisema Arusha, na wewe umeshakufika Arusha, Arusha hii hapa. Nikisema nani ambaye ameumizwa na watu, wote hawa hapa. Na kwa hiyo inategemea quality ya movies na pictures unazozi entertain kule kwenye mental screen yako, ambazo ni direct proportional na aina ya mawazo. Sasa kuna watu hapa ni wazuri sana wakurusha tu movie tu baya baya, alafu anashangaa maisha huku hayaendi. Kumbuka, what is happening in your life will be proportional na kile ambacho kina dominate kwenye mawazo yako. Hata kama unachosema ni kitu positive, lakini kama unacho entertain huku ni negative, unacho entertain kwenye picha zako huku ndio kina prevail. Kwa hiyo mimi ni wasi, we need a generation ambayo ifanye kazi vizuri, lakini pia ifanikiwe kwenye mambo mbalimbali. Na kwenye finance ambapo tumesema tunasoma mwanzo mpaka mwisho na hatufundishwi, ni vizuri sana kukumbusha. Shida kubwa ya watu sio kupata hela. Shida kubwa za watu zinaanza pale akishapata. Na ndio maana kuna watu, ndio maana nilimtania yule aliposema tarehe 25, nikasema kiasi kwamba unazifagia hizi. Yaani kuna watu ukimpa hela saizi hapa, anaona ikifika kesho kama ita expire. Yaani utafikiri zile zina expire date. Kwa hiyo hapa ataanza kuweka mikakati ya kuhakikisha zinafanya nini, zinaisha. Sasa tusipojua hiyo, our life is going to be miserable. Na tukumbuke tunaenda kuwa na familia nyingine tayari mnazo, lakini wengi hapa najua hamna, mtaenda kuanza. Kwa hiyo ni vizuri kujipanga na kuona mambo mbalimbali ya kufanya ili uweze kuapply principle ya kwamba you don't work for money but you make money work for you.